Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi mwezi wa Oktoba 2025. Mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Leo ni Oktoba 2, tunapoenda kuiangazia mada inayosema watenda kazi pamoja na yeye. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 5 aya 14. Neno la Mungu linasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu umetufanya sisi kuwa nuru katika ulimwengu huu. Asante kwa sababu umetufanya sisi kuwa alama ya ukombozi wako. Asante kwa sababu tunapotembea kwa wema na uzuri, ulimwengu unatambua hakika tu watumishi wako. Masaa haya ya pekee tunakuja kwako ili kujifunza neno lako. Tunatamani ukatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo. Zaidi sana ukatusafishe, ukatutakase na ukatembee nasi kila wakati. Enda nasi sawa sana mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Watenda kazi pamoja na yeye. Bwana wetu alikusudia kuwa kanisa lake liwakilishe kwa ulimwengu ukamilifu na utoshelevu tunaopata kwake. Daima tunapokea fadhila za Mungu, na kwa kutoa fadhila hizo tunapaswa kuonesha kwa ulimwengu upendo na wema wa Yesu. Wakati mbingu yote ikiwa macho, ikituma wajumbe kwa kila sehemu ya dunia ili kusukuma mbele kazi ya ukombozi, kanisa la Mungu aliye hai linapaswa pia kufanya kazi pamoja na Yesu. Tu washirika wa mwili wake wa ajabu. Yeye ni kichwa, akivitawala viungo vyote vya mwili. Yesu mwenyewe katika huruma yake isiyopimika anafanya kazi katika mioyo ya wanadamu, akifanya mabadiliko ya kiroho ya kushangaza sana, kiasi kwamba malaika hutazama kwa mshangao na furaha. Upendo huo huo usio na ubinafsi ambao humwainisha Bwana unaonekana katika tabia na maisha ya mfuasi wa kweli. Kristo anatarajia kuwa wanadamu watakuwa washirika wa asili yake ya utakatifu wakiwa hapa duniani. Hivyo basi si tu kuakisi utukufu wake hata kumsifu Mungu, bali pia kuangazia giza la ulimwengu kwa miali ya mbinguni. Kwa namna hiyo yatatimizwa maneno ya Yesu, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Sisi tu watenda kazi pamoja na Mungu, mawakili wa neema nyingi ya Mungu, ufahamu wa neema ya Mungu, ukweli wa neno lake na zawadi za maisha pia, muda na mali, talanta na mvuto, yote ni amana kutoka kwa Mungu ili kutumiwa kwa ajili ya utukufu wake na kwa wokovu wa wanadamu. Hakuna kitu kinachoweza kumchukiza zaidi Mungu, ambaye kila mara anatoa zawadi zake kwa mwanadamu, kuliko kumwona akizikumbatia karama hizi kwa ubinafsi na kutomrudishia mpaji. Yesu yuko mbinguni leo akiandaa makao kwa wale wampendao. Naam, zaidi ya majumba makubwa, ufalme ambao unapaswa kuwa wetu. Lakini wale watakao rithi baraka hizi lazima wawe washirika wa kujikana nafsi na kujitoa mhanga kwa Yesu kwa ajili ya faida ya wengine. Kamwe hakujawahi kuwa na hitaji kubwa la kazi ya bidii ya kujitoa mhanga katika kazi ya Mungu kuliko sasa. Wakati saa ya rehema inapokaribia kufungwa na ujumbe wa mwisho wa rehema unapaswa kutolewa kwa ulimwengu. Nafsi yangu inasisimka ndani yangu kama kilio cha Wamakedonia kitokacho kila upande,
kutoka kwa mji na vijiji vya nchi yetu wenyewe, kutoka ng'ambo ya Atlantiki na Pasifiki yote, na kutoka visiwa vya bahari. Vuka uje utusaidie. Kaka na dada, je, mtaitikia wito huu mkisema, tutafanya kila tuwezalo kwa kuwatumia wamishonari na pesa pia? Tutajikana nafsi katika kuzipamba nyumba zetu, katika kujipamba nafsi zetu, na katika kukidhi uchu wetu wa chakula. Tutatoa mali tulizokabidhiwa ziende kwa kazi ya Mungu, na tutajitolea wenyewe pia bila kipingamizi kwa kazi yake. Hebu kila dola unayoweza kuitunza iwekwe katika benki ya mbinguni. Testimonies for the Church, gombo la 5, ukurasa wa 731 hadi 733. Leo ni Oktoba 2, mada ikisema watenda kazi pamoja na yeye. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili zuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Tuyalete kwake.